Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana libarikiwe. Leo ni siku njema, ni siku ya baraka. Tupo katika siku ya Bwana ambayo Mungu wetu ametupatia. Hii ni Yosh Testimony TV, channel yako ambayo inakuletea neno la Mungu mahali popote pale ulipo. Uwe nyumbani, uwe hospitalini, uwe kwenye gari, basi Yosh Testimony TV tunakuletea ushuhuda wa Bwana wetu Yesu Kristo na ufalme wa Mungu hapa duniani. Leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu wetu ameifanya, na sisi tunamshangilia Mungu wetu kwa kutupa siku njema ya baraka, siku ambayo tunaenda kusikiliza neno lake. Na kila mara tunaposikiliza neno la Mungu, mambo matatu huwa yanatokea. Every time we communicate the word of God, three things happen. Number one, we communicate faith. Tunaposema neno la Mungu, tunaachilia imani. Namba mbili, we communicate wisdom. Kila mara tunapofundisha na kuhubiri neno la Mungu, tunaachilia hekima ya kimungu. Na jambo la tatu, every time we communicate the word of God, we live power. Tunaachilia nguvu. Kwa unapokwenda kusikiliza neno la Mungu mahali hapa, tegemea neno unalosikiliza litaleta imani kwenye maisha yako. Na kumbuka maandiko yanasema, na huko ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. And this is the victory that overcome the world, even our faith. Lakini pia tegemea kupata imani. Maandiko yanasema imani ya kimungu inajenga, inaleta mafanikio ambayo ni ya kudumu, ambayo hayachanganyiki na huzuni. Lakini pia tegemea nguvu za Mungu ambazo zitaingia kwenye maisha yako na kukuponya na kukufungua na kukufariji na kukunyanyua juu katika jina la Yesu Kristo. Tunaendelea na somo letu leo, ikiwa ni sehemu ya pili ya kipindi chetu ambacho tunaendelea nacho tukijifunza attributes of God, sifa za kipekee za Mungu. Kipindi kilichopita tulipata kujifunza na kuona sifa mbili. Tulijifunza kwamba Mungu wetu ni eternal, Mungu wetu ni wa milele, hafungwi na muda. Lakini pia tukaangalia kwamba Mungu wetu ni self-existent one. Mungu wetu anajitosheleza, haitegemei chochote kile wala mtu yote aliyekuwa Mungu. Yeye siku zote ni Mungu. Haleluya. Sasa ili somo la sifa za Mungu ni moja ya masomo ambayo ni muhimu zaidi katika imani yetu ya Kikristo, kwa sababu linajibu swali la msingi kabisa, Mungu ni nani? Ni kwamba unieleze Mungu ni nani, sitarajii unieleze Mungu anaweza kufanya nini au Mungu amefanya nini. Kwa hili somo linakusaidia kuweza kumjua Mungu ni nani. Bila kumjua Mungu kwa usahihi, ni vigumu kuelewa wokovu. Ni vigumu kuuthamini na kuappreciate wokovu ambao tumeupata katika Kristo. Ni vigumu kuelewa imani. Ni vigumu kuelewa ibada. Ni vigumu kuelewa swala zima la maombi na maisha ya Kikristo kwa ujumla. Yote yanaanzia kwa kujua Mungu ni nani. Ukijua Mungu ni nani, utaelewa maana ya wokovu, utathamini wokovu, utathamini maombi, utathamini ibada, utathamini utoaji wa sadaka, utathamini mambo yote ambayo yapo katika maisha ya Kikristo. Yote yanaanzia kwa wewe kujua Mungu ni nani. Somo hili linajenga msingi sahihi wa imani. Hatuwezi kumwamini Mungu tusiyemjua. Linatuondolea dhana za kibinadamu kuhusiana na Mungu ni nani. Maana kila mtu anafikiri Mungu kutokana na uzoefu aliokuwa nao, badala ya ufunuo wa maandiko yanasema nini juu ya Mungu. Nitarudia tena. Watu wengi wanadhana juu ya Mungu kutokana na uzoefu wa maisha yao, lakini sio vile ambavyo Mungu amejifunua kutoka kwenye maandiko. Kabla haujaweza kutengeneza tafsiri ya Mungu kutokana na uzoefu wako wa kutembea na Mungu, inaanzia kwanza kwa kuamini na kwa kujua kile Mungu anasema yeye ni nani katika neno lake. Vile Mungu amejifunua katika maandiko, ndio jambo la msingi la kwanza tunalopaswa kujua, kuangalia Mungu ni nani. That is a primary and fundamental way to establish what is God, who is God. Hallelujah. Kwa hiyo hili somo ni somo ambalo ni very very important, na leo tunaendelea kujifunza vizuri. Linatujengea imani ambayo hiyo imani inakuwa ni thabiti. Kwa hiyo ukijua kwamba Mungu yeye ni wa milele, ukijua kwamba Mungu anajitosheleza, ukijua kwamba Mungu habadiliki, kwamba Mungu wetu anajua kila kitu, yeye ni mwenye nguvu sana, ukijua kwamba Mungu wetu yupo kila mahali, mambo haya yanakufanya wewe
uweze kuwa na imani thabiti sana. Kwa hiyo jambo hili pia linatuongoza katika ibada ya kweli. Tunamwabudu Mungu kwa sababu ya jinsi alivyo, si kwa sababu ya kile ambacho ametufanyia. Tunamwabudu Mungu kutokana na asili yake, kutokana na vile alivyo. Kwa hiyo mafundisho haya ni msingi wa mafundisho yote ya Biblia, kuanzia Christology, wokovu, Roho Mtakatifu, kanisa, nyakati za mwisho, vyote vinaanzia kwenye kumjua Mungu ni nani. Fikiria namna moja, ukiwa na pesa nyingi sana kiasi kwamba unaweza kumpa mtu bilioni 1, bila shaka licha ya fedha nyingi ambazo unazo, hauwezi kuchukua bilioni 1 ukampa mtu ambaye humjui. Kadhalika, usipomjua Mungu, hauwezi kumpa Mungu maisha yako, hauwezi kumtegemea, hauwezi kumwamini kwa sababu humjui. Ndio maana somo hili ni msingi sana kabla ya mambo yote. Usitafute nguvu, ushindi, tafuta kumjua Mungu. Haleluya. Usitafute amani, tafuta kumjua Mungu. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Haleluya. Kwa hiyo siri ipo katika kumjua Mungu, na inaanzia kwanza kwa kumjua Mungu ni nani. Mungu katika uungu wake, katika utakatifu, yeye ni nani? Haleluya. Kwa hiyo katika somo hili nimekuambia tutajifunza sifa za asili za Mungu, tutajifunza sifa ambazo Mungu amewashirikisha wanadamu na jinsi ambavyo Mungu anajidhihirisha kwa watu wake. Na leo tunaendelea na pointi ya 3. Pointi ya kwanza, our God is eternal, kwa Mungu wetu ni wa milele. Pointi ya pili tulisema kwamba Mungu wetu ni self-existent one, kwa Mungu wetu anajitosheleza. Leo ninakuletea sifa nyingine ya Mungu. Nikuulize swali moja, upo tayari? Kama upo tayari, sema haleluya, Bwana nipo tayari, nifundishe. Sifa ya 3 ambayo ni exclusive attributes of God, sifa ambayo Mungu hajamshirikisha mtu yote ile, tunasema God is immutable. God is immutable. God is immutable. Mungu wetu habadiliki. Haleluya. God never change his nature, his character, his purpose and promise. God never ever change that. I repeat, today we are reading about our God is immutable, kwamba Mungu wetu habadiliki. Na tunaposema habadiliki, tunamaanisha Mungu wetu habadiliki kwenye asili yake, tabia yake, kusudi na ahadi zake. Forever and ever, God will never change his nature, his character, his purpose and his promise. God is immutable. God is unchangeable one. Mungu wetu habadiliki. God is unchanging. His nature, character, promise and purpose do not change. People can change and people change. You and me, we change every time. Watu tunabadilika. Feelings, hisia zinabadilika. Hallelujah. Government change. Serikali inabadilika. Season zinabadilika. Hallelujah. But God remains the same. God remains the same. His holiness does not reduce even a bit. His love does not change. Hallelujah. His faithfulness does not change. Uaminifu, upendo na utakatifu wa Mungu havibadiliki. Hii inatupa sisi believers, sisi tunaoamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, confidence kwamba because our God who was faithful yesterday will still be faithful today and tomorrow. Mungu wetu ambaye alikuwa mwaminifu jana, leo ni mwaminifu, kesho ni mwaminifu. So we can put our trust on him. What is the basis of your trust on God? It is based on this truth that I communicate with you right now, that our God is immutable one. He does not change. His promise, his nature, his purpose
is unchangeable. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 6, maandiko yanatuelezea, yanasema, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu, ndiyo maana ninyi hamkuangamizwa, enyi wana wa Yakobo. In English nitasoma, for I am the Lord, I change not. Wow, this is such amazing, beautiful. Therefore, you son of Jacob are not consumed. Listen, we are not consumed. Hatuangamizwi based on this truth that our God is unchangeable. Our God is immutable because his faithfulness, his love and his wholeness does not change. Therefore, we are not consumed. Mungu aliyekuokoa jana ndio anaweza kukuokoa leo kwenye kitu ambacho kinakusumbua. That is our God. This is very important. Ndio wanakuambia unapojua hizi attributes of God, imani yako lazima iongezeke, lazima iongezeke. Unaposema ninasimama kwenye imani kusimamia hili jambo hili, what is backing your confidence? Kitu gani kinakupa nguvu juu ya jambo ambalo umeamua kusimama kwenye imani? Ni this truth that I communicate with you. Ni kweli hizi ambazo nakuletea hapa kwa neno la Mungu. Maana yeye ni mwaminifu. Upendo wake haubadiliki. Upendo wake hauongezeki wala haupungui kutokana na performance yako, kutokana na matendo yako. He is just loving you the same yesterday, today and tomorrow. He will just love you exactly the same. Maandiko yanasema, kwa kuwa mimi ni Bwana sina kigeugeu, ndio maana wana wa Israeli hamwangamizwi, ndio maana wana wa Israeli hamshindwi. Mungu anakuambia, kwa sababu mimi Mungu wako sina kigeugeu, ndio maana wewe hauangamii, utaishi, hautakufa na utayasimulia matendo makuu ya Mungu. Hallelujah. You will not die, but you will testify the goodness of God in the land of the living. Utayasimulia matendo makuu ya Mungu katika nchi walio hai. Why? You have that confidence that I will not die, but I will live. I shall live because you know our God is immutable. He does not change. Kile Mungu amesema juu ya maisha yako, Mungu hawezi kubadilika. So you can put your full trust on him. You can put your full trust on him. You know, nilitoaga mfano siku zilizopita, mtu akiumwa anaenda kufanyia operation, analala, wanamchoma sindano nusu kaputi. Wanamfanyia operation ile, wanamaliza, anakuja anazituka. Haulizi mmetoa nini kwenye mwili wangu, mmeniwekea nini, because anawaamini wa daktari. How? Lakini inapofika kwa Mungu, we don't trust God this much. Mungu ambaye ameweka nyota, mwezi na jua angani kama vilivyo. Mungu ambaye ameniumba kwa namna ya ajabu ya kutisha. Mungu ambaye amenikomboa mara nyingi, ameniokoa kwenye mambo mengi. I choose to put my trust on God. Ndio maana Mungu akanifundisha sifa zake, na ndio maana leo na kufundisha sifa zake ili uweze kumwamini Mungu. Lakini katika Yakobo 1:7 maandiko yanasema, kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa mianga. Kwa kuwa hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka. Every good and every perfect gift is from above. And we know the only one that is from above is God. So maandiko yanasema every good and perfect gift come from above. We know we're talking about God. And come down from the Father of rights, with whom is no variableness, neither shadow of turning, no variation on God. Our God is immutable. He does not change. He does not back down on his promise. Neno lake ni kweli na amina. Haleluya. Zaburi ya 33 mstari wa 11 maandiko yanasema, shauri la Bwana lasimama milele,
makusudi ya moyo wake vizazi hata vizazi. The counsel of Lord stands forever, the thought of his heart to all generation. Stand forever, stand forever. Shauri la Bwana lasimama milele, halibadiliki shauri la Bwana. The purpose of God is eternal. The purpose of God stand forever. No matter what season is, no matter what human we are doing, God will always stand on what he promised, on what his character, based on his nature, on his purpose. He's just the same. He does not change. This is so much beautiful. Tunaweza tukaamini katika ahadi Mungu ambazo ametubariki. Ndio maana katika waraka wa pili wa Petro sura ya 1 mstari wa 4 maandiko yanasema Mungu ametupa ahadi kubwa na za thamani, great and precious promise. My God, my God. Ngoja nikusomea andiko hili. Hili ni miongoni mwa andiko ambayo litakusaidia sana kuelewa hiki kitu ambacho nimekuwa nikikufundisha mahali hapa. Katika kitabu cha waraka wa pili wa Petro ile sura ya 1 mstari wa 3 maandiko yanasema, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno na za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa, whereby are given unto us exceedingly great and precious promise, that by this you might be partaker of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. You see, maandiko yanasema exceeding great and precious promise. One of the things ambayo inafanya hizi ahadi za Mungu ziwe exceeding great and so precious ni kwa sababu hizi ahadi zimetoka kwa Mungu ambaye habadiliki. Unachotakiwa ni kuziamini, kumwamini huyu Mungu kwamba alichosema kitatimia. Haleluya. Sasa watu wanaweza wakafikiria kwamba unasema Mungu habadiliki, lakini mbona wakati wana Israeli wametoka katika nchi ya Misri na Musa amepanda kuonana na Mungu mlimani, wale watu walipotengeneza yule ndama na kumwabudu Mungu, alimwambia Musa, niache nishuke nikawaangamiza hao watu wote, alafu wewe ni kuinulie uzao wako ukarisi nchi ambayo niliwaidia hao watu. Tusema Mungu hapa alibadilika? No, God does not change his nature, his character, his promise and his purpose, but God can change the plan. Kwa mfano, kama unaenda Kilimanjaro, unaweza ukapita njia ya Bagamoyo ukiwa unatokea Dar es Salaam. Njia ya Bagamoyo kama itakuwa ina shida, haiwezi kupitika, utaamua kupita Charinze. So you don't change the purpose or the goal ya kufika Kilimanjaro, umechange the plan. So God can change the plan. Ndio maana wewe usipoamua kumtumikia Mungu na kukaa kwenye mapenzi ya Mungu, kusudi la Mungu la injili litafanikiwa, but he can change the plan. He can decide to use another person. Hallelujah. So God does not change the plan. So hata huo mfano wa Musa hauonyeshi kwamba Mungu amebadilisha plan, promise, nature and character, but God changed his plan. So our God is immutable. Our God is unchanging God. Kuna mwimbaji mmoja aliimba unchangeable God, unchangeable God. Our God is unchangeable. Hallelujah. God does not change. There's no variation or variableness or any shadow of turning to our God. We can put our trust on him and he will never, ever, ever disappoint us. This is the God that we serve. Huyu ndiye Mungu wetu. Sisi kama Wakristo tukisema Mungu, tunamaanisha huyu Mungu
ambaye he is immutable, he is unchangeable. Jambo la 4 ambalo nataka nikuonyeshe katika 6 attributes of God that are exclusive ni omniscient. Omniscient. Mungu wetu ni omniscient. Ukisikia omniscient, manake Mungu wetu anajua yote. God possesses complete and perfect knowledge of all things, past, present and future. They are so naked in the eyes of God. Mungu wetu anajua yaliyopita, yaliyopo na yatakayokuja. Anajua kila kitu. In fact, there is no any possibility of anything to exist without the framework of the mind of God. This is just amazing. There is no possibility of anything to ever existed anywhere without the framework of God, without the framework of the mind of God. God is all-knowing. He knows everything perfectly. God does not learn. Us, we learn. So yesterday, the way I know yesterday is different from what I know now. Now I know much better than yesterday. Tomorrow I know much better than today. But our God is not learning. He knows everything perfectly. The past is the present, the future, the visible, the invisible, the thoughts of men and the intention of the heart of men. They are all naked. Maandiko yanasema Mungu wetu anajua yote. God never learn because he already know all things. Nothing surprises him. Mungu wetu is surprised because he know everything. Nothing is hidden from our God. He does not guess, he does not bet or predict or investigate like man the way we do. This means God knows your pain, your prayer, your motives, your battle, your future, your everything. You can trust his guidance because his knowledge is perfect. Ndio maana maandiko yanasema kabla mjaomba nimewajibu. Why? Because I know the thoughts of men. This is wonderful. This is good God. This is absolute amazing. Our God knows better. Perfect. Hallelujah. Zaburi ya 147 mstari wa 5 maandiko yanasema Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu. Oh, amazing. Bwana wetu ni mkuu na mwingi wa nguvu. Akili zake hazina mpaka. Great is our Lord and of great power. His understanding is infinite. The understanding of God is finite. It has no limit. This is amazing about our God. His understanding is just amazing. God have infinite knowledge. God have infinite understanding. God has infinite wisdom. When we say omniscient, we don't talk all about what God knows. We talk about perfect knowledge, perfect wisdom, and perfect understanding. Hallelujah. Misali 15 mstari 3 maandiko yanasema macho ya Bwana yako kila mahali yakichunguza mabaya na mema. The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Mungu anaona kila kitu. Mabaya na mazuri Mungu anaona. Sio kama mabaya Mungu atafanya hivi asione. No. Kwa sababu mambo mazuri mabaya hayambadilishi Mungu wala kumwasili kwa chochote. He is immutable one. Even good, even bad does not bother change God in any way. Mazuri na mabaya yanatuaffect sisi. But as we grow in Christ, mazuri na mabaya yanashindwa tena kutuaffect because we are growing to be like our God. Waebrania 4:12 inasema maneno la Mungu li hai, tena lina nguvu tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena lije pesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. This is just amazing. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrows, and in the discerner of the thoughts and intent of hearts. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 20 maandiko yanasema ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, yeye anajua yote, naye anajua yote. For if our heart condemn us,
God is greater than our heart and know all things. Hallelujah. Our God know all things. His mind is finite. His knowledge, wisdom, understanding is finite. This is our God. Sasa nikwambie kitu kimoja. Maandiko this is just amazing. What I'm going to tell you is just amazing. Ni jambo zuri sana. Maandiko yanasema, praise be to his angel that excel in strength. That excel in strength. That means even angels are glowing. Even malaika wanakuwa. Malaika ambao walikuwa miaka 2000 iliyopita na malaika ambao wapo sasa hivi, yani ukimchukua malaika huyu A ambaye jinsi alivyokuwa miaka 2000 iliyopita na malaika huyu A jinsi ambavyo yupo sasa hivi, hawa ni malaika wawili tofauti. Huyu malaika sasa anajua better, he has better knowledge, better understanding and better wisdom, kwa sababu each time angels wanajihuzurisha mbele za Mungu, they are growing, kwa sababu growing is only found in the presence of God. I repeat, growing, advancement only happen in the presence of God. Maandiko yanasema malaika huwa wanajihuzurisha, huwa wanaenda kwenye kiti cha Mungu na kumwabudu. Each time they are doing that, they are growing. Each time maandiko yanasema malaika ambako wanasikiza neno la Mungu na wanalitekeleza, they are growing. Even angel grow, even us grow, but God does not grow in knowledge because he is omniscient one. Sasa leo nimekufundisha mambo mawili, kwamba our God is immutable, does not change, lakini pia Mungu wetu ni omniscient one. This is just amazing, kwa sababu vinatusaidia sisi kuweza kumwamini Mungu wetu. Bila shaka unaposikiliza hivi, imani yako juu ya Mungu wako, huyu Mungu wetu, inakuwa kujua kwamba our God is eternal God. He does not bound by time. Our God is self-existent one, anajitosheleza. Kujua kwamba our God is immutable. He does not change. He does not have variation on his nature, purpose, character and his promise. Na kwamba Mungu wetu anajua kila kitu. This is just amazing. Mungu anajua unayopitia mtu wa Mungu. Mungu anajua changamoto unayopitia. Hallelujah. Usiseme Mungu tu ajui unayopitia. No, he know. God know. Even before haujaanza kupitia hayo mambo, Mungu alijua kabla hata hayajakupata. Bwana Yesu asifiwe. Hizi 4 ni exclusive attributes of God. Ni sifa ambazo Mungu pekee ndio anazo. Hakuna kitu kingine ambacho ni eternal. Kitu ambacho ni milele. Assume Mungu wetu ni wa milele, kiasi kwamba kabla Mungu hajaumba mbingu na nchi, kabla hajaumba uumbaji wa siku 6, yeye ndo alikuwepo. So inside of God created heavens and the earth. So where does God exist before creation of heaven and the earth? That question for you. Where does God exist before creation of heaven? God exists in community of himself. God exists in community of himself. Hallelujah. He does not depend on a place to be. He is just, this God is amazing. Mungu wetu ni immutable. Mungu wetu ni omniscient. Leo tutaishia hapa. Kipindi kijacho tutaendelea na somo letu. Hallelujah. Natamani sana niweze kusikia kutoka kwako kwenye comment. Umejifunza nini kwenye kipindi cha leo? Jambo gani limekushangaza? Jambo gani limeugusa moyo wako? Let's engage. Hebu tu engage kwenye comment. Usikae kimya. Hebu sema jinsi ambavyo umejifunza, jinsi ambavyo pengine unavyosikiliza hapa Mungu ameendelea kusemesha. Hebu sema na mimi. Like video yetu, comment, subscribe channel yetu. Unafanya mambo hayo,
Ukisubscribe maana yake tukitoa video ya kipindi kinachokuja utakuwa wa kwanza kupata. Inapotoka tu bado ikiwa ya moto hivi, unaipata, unaisikiliza. Dakika zako 30 tu unabarikiwa na Bwana. Lakini unapo comment na ku like, huwa napenda kusema mara nyingi, unafanya jambo la msingi, kwa sababu utafanya video yetu itazamwe na watu wengi. Kama unahisi na unaamini mafundisho haya ni muhimu na yamekubariki, basi like na comment ili watu wengi waweze kuona. Lakini chukua hii link, watumie wapendwa wako, tuma kwenye magrupu ambayo upo, tuma kwa marafiki zako, na wenyewe waweze kusikiliza neno la Mungu. Ninapokuacha, nataka nikwambie, huyu Mungu wetu, ili aweze kuwa Mungu wako, inatokea umwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa kama unamwamini Yesu Kristo, nifuatishe sala hii. Sema: Bwana Yesu, nakushukuru kwa kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na kufufuka ili nilipewe haki. Leo hii kwa akili zangu timamu na kwa moyo wangu wote, ninakuamini kama wewe Bwana Mwokozi wa maisha yangu, kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na ulifufuka ili mimi nipewe haki. Ingia ndani yangu. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Nihuishe, nitie nguvu, nifunulie fikra zangu ili niweze kumjua huyu Mungu. Maana Bwana Yesu alisema, wewe ukija utatujulisha mambo yote kuhusiana na yeye. Na Bwana Yesu alisema yale yote anayoyafanya anayaona kwa Baba. Roho Mtakatifu yafunue na yafanye kuwa dhahiri kwangu. Shetani na kukataa na mambo yako yote na kazi zako zote. Mimi sio wako. Mimi ni mtoto wa Mungu. Kama umesali sala hiyo, Mungu akubariki. Umekuwa mwana wa Mungu. Tafuta kanisa ambalo linafundisha la Mungu. Anza kwenda kanisani. Uko utazidi kukua katika Kristo. Haleluya. Mungu akubariki. Tuonane kipindi kijacho. Nitafurahi sana kuwa na mimi pale ambako tutaenda kujifunza attributes 2 zilizobakia. Very amazing. Tutaenda kujifunza muendelezo wa somo letu na utabarikiwa sana Mungu. Mungu akubariki. Nakupenda, lakini Bwana Yesu anakupenda zaidi. Amen.